na mpaka sasa hivi na kwa jitihada kubwa ambazo zimefanywa, maelezo tulionayo sasa hivi ni kwamba wananchi 16 ndio ambao wanedhibitika mpaka sasa hivi kwamba walikuwepo katika eneo hili. Kama ambavyo tumeelezwa, hawa wananchi walionusurika wako baadhi ambao wamekiri na wamesema kwamba wanasema idadi ya watu 17, wengine wanasema 18, wengine wanasema 15, 20, kwa sababu ni kweli kabisa hapakuwepo na uandishi au hawa wananchi hao walioingia huku hakukuwepo na utaratibu uliodhibitika kwamba wamefikaje huku. Then tunachokisema hapa, vyombo vilivyofanya shughuli hizi hapa zimeweza kugundua maiti 5 jana, watu waliofariki 5, na leo asubuhi amepatikana tena mtu mmoja. Wakawa watu waliofariki ni watu 6 na watu 11 walijeruhiwa. Kwa hiyo katika idadi ile iliyokuwa inasemwa watu 11 na watu 6 hawa wamepatikana, wale walikuwa nasema 17, 20 ni idadi ambayo inaakisi idadi iliyoonekana huko. Wale 11 wako katika hospitali na wale waliojeruhiwa sana wako hospitali ya Mwawaza. Lakini wale ambao mpaka jana walifariki 3 walikwisha kugundulika. Walikwisha kutambuliwa na ndugu zao na wameenda kufanya nini? Wamesha kuwachukua kwa ajili ya kuwahifadhi. Sisi kwa upande wetu tungependa kwanza ajali hii iliyotokea watu wakubali na waelewe kabisa kwamba idadi iliyokuwepo ni ya watu wachache. Hii mitandao ya kijamii ambayo inasema kwamba kulikuweko na watu 150 wanaudanganya umma, na hili tunaliongelea hapa na tuko hapa kwenye eneo la tukio. Na nichukue nafasi ni viombe sana vyombo vya habari visitake kuleta taharuki miongoni mwa wananchi. Waliofariki 6 ni wananchi wenye thamani kubwa sana na tunaheshimu na tunaomboleza kwa ajili ya vifo hivi. Lakini kwamba kuna watu 150 waliofukiwa kwenye shimo hili hapa, hata nyie mnavyoona hapa, sio kweli. Tumepukuta vya kutosha na tumetoa nafasi bado kwa wananchi ambao wanafikiri kuna mtu amepotea kwa mazingira ambao wanafikiri alikuwa huku aseme, kwa sababu sisi bado tunataka tuendelee kufanya kazi hii kuhakikisha kwamba tunatoa watu wote walio hai na pengine kama kuna mtu aliyefariki. Ndugu zangu waandishi wa habari na wananchi mlioko mahali hapa, tulipo hapa ni eneo la Kitalo namba 8, eneo ambalo palitokea ajali siku ya jana, na kama taarifa ambavyo zimetolewa na watu wote kwamba idadi iliyotolewa ndiyo hiyo, na tumefika eneo hili tumejiridhisha kwamba mashine zimefanya kazi mpaka kufikia eneo la chini kabisa na hakuna mtu mwingine yeyote ambaye aliyeongezeka. Wito wangu kwa wachimbaji wenzangu, tuiishi kazi ya uchimbaji kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria, hasa za usalama mahali kwa kazi. Ndio salama yetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.